rasilimali za mifugo, kuhakikisha kuwa rasilimali za mifugo na uvuvi zinaendelezwa na kukuzwa katika mazingira endelevu kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi na maendeleo, kuboresha maisha ya mwananchi na nchi. Mifugo ikikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa. Tulinde rasilimali zetu. Uvuvi ukikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa. Pongezi kwa wizara. Mifugo ikikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa. Tulinde rasilimali zetu. Uvuvi ukikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa. Pongezi kwa wizara. Karibu katika makala haya kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ikiwa ni mfululizo wa makala ambazo lengo lake kuu ni kukuelimisha wewe mwananchi namna unavyoweza kujikwamua kiuchumi kupitia sekta za mifugo na uvuvi. Mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ninayekuletea makala haya ambayo kwa siku ya leo yatajikita katika ziara aliyofanya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina katika soko la samaki Magogoni Ferry lililopo katika halmashauri ya manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam, aliyofanya tarehe 15 mwezi Januari mwaka 2020 ili kukagua utekelezaji wa maagizo aliyotoa ya maboresha soko hilo pamoja na kuzindua jengo la vyoo pamoja na mpango wa uzinduzi wa ukarabati wa soko hilo unaotarajia kugharimu takriban shilingi bilioni 1.7. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina akiwa pamoja na baadhi ya watendaji kutoka katika wizara yake pamoja na viongozi wa halmashauri ya manispaa Ilala akiwasili katika soko la samaki Magogoni Ferry, akikaribishwa na mwenyeji wake ambaye ni kaimu meneja wa soko hilo Bwana Edson Kizanye pamoja na wadau wa soko hilo. Kaimu meneja wa soko la samaki Magogoni Ferry Bwana Kizanye akasoma taarifa kwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina juu ya utekelezaji wa maagizo aliyotoa alipotembelea soko hilo ya ukarabati wa miundombinu. Tuliagiza baadhi ya kero ndogo hizi kwa ajili ya wananchi wanaofanya biashara hapa zitatuliwe. Hatua zifuatazo zilifanyika. Moja, tulifanya ukarabati wa majengo. Kwa mfano, ukiingia tu soko la samaki Ferry, tulikarabati majengo kwa tulipaka rangi. Na ndio maana ukiingia sasa hivi unaona yanang'ara kabisa. Lakini pili, tulifanya ukarabati wa miundombinu ya umeme. Hapa sokoni kuna changamoto kubwa ya umeme kwa sababu kuna watu wanatumia mafriza na vitu vya namna hiyo. Sasa wakati soko linajengwa lilijengwa kwa ajili ya kuhudumia watu wachache. Sasa hivi watu ni wengi. Hiyo ndio changamoto kubwa tunayo Mheshimiwa Waziri. Ni kwamba watu ni wengi na kila siku tunapata maombi ya watu kuja kufanya biashara ya samaki. Na kama unavyojua kwamba samaki sasa hivi ndio kila kitu. Watu wametoka kwenye nyama wanahamia kwenye samaki. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa ya ile overcrowding, watu ni wengi. Kwa hiyo sasa ile miundombinu ya umeme inaremewa. Na wakati mwingine kulikuwa na zola kukatika sana kwa umeme. Kwa lakini tumefanya ukarabati mkubwa. Ilikuwa ni moja ya maagizo ya kwako. Lakini maagizo mengine ilikuwa ni kuangalia kulikuwa na mgongano kati ya bodi ili kunasimamia uendeshaji wa soko la samaki Ferry na majukumu ya meneja. Ni kama vile kulikuwa hakuna ile demarcation, yaani mpaka kwamba meneja share wapi na bodi share wapi. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba marekebisho ya sheria sasa yamefanyika. Na sasa hivi tulipo tayari ile bodi ambayo ilikuwepo ilisha muda wake tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka jana, na sasa hivi kumefanyika uchaguzi wa kuanzia kwenye zone, kwenye kanda huku juu, ili tuje tupate ile kamati ya wadau ambao tutaenda kuungana na bodi. Na tayari nadhani kwa manispaa interview ya mwenyekiti wa bodi imeshafanyika, wakati wote bodi itaanza. Kwa hiyo ile sheria maagizo yako Mheshimiwa Waziri yametekelezwa 100%. Mheshimiwa Waziri, uliendelea vile vile kusema kwamba inatakiwa tutatue baadhi ya kero kwa wananchi wanaofanya hapa biashara hapa sokoni. Ndio tumeendelea kutatua kero mbalimbali. Unajua kwenye watu wengi na hapo kuna mengi. Na kibaya zaidi kwamba soko la samaki Ferry tunasimamia sheria ya uendeshaji wa soko. Sasa wakati mwingine sheria inakuwa ina mianya fulani. Sasa hapo ndio kuna kuleta shida. Lakini tumeendelea kutatua kero mbalimbali kadri zinavyokuja, na hatimaye wananchi wetu hawa wanafanya biashara zao za kuuza samaki katika hali ya utulivu.
japo bado shida ni ile ile kwamba wingi wa watu. Mheshimiwa Waziri, wakati umekuja vile kwanza nikushukuru, wakati umekuja kulitolewa na watu walilalamika kuhusiana na vyoo. Ni kweli kulikuwa na changamoto ya vyoo kwa sababu watu ni wengi, lakini haidi kwamba utajenga choo. Tushukuru kwamba leo unakuja kukabidhi choo. Kwa kweli sisi kama uongozi wa soko hatuna cha kusema, ila tu tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba sasa hata Mheshimiwa Rais aendelee kukuamini, aendelee kuwepo ili uje utekeleze sasa ilani ya Chama cha Mapinduzi, maisha yasonge mbele. Kwa hilo tunakupongeza sana kwa tukio ambalo sasa hivi linaenda kufanyika na ukabidhiwa choo. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Lakini vile vile wakati ule ulikuja uliahidi kwamba ufanyike ukarabati mkubwa wa miundombinu. Kwa mfano miundombinu ya maji chafu, na miundombinu ya ile ni gharama sana, imejengwa kwa chini, imejengwa kwa ustadi mkubwa. Kwa hiyo na tumeona kuna consultants wengi wameshakuja hapa wanasema kwamba wameelekezwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambao wewe sasa unaendesha, kwamba wanakuja kufanya overhauling, yani wanakuja kufanya ukarabati mkubwa wa soko. Nadhani sasa hilo nalo sisi tunasubiria kwa hamu, na nilikuwa napata tetesi kwamba wakati wote utaanza ukarabati huko. Tunazidi kukushukuru kwamba umetekeleza kile ambacho umeahidi. Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na shida ya watu kuingia. Sheria inasema mwisho wa kuingia sokoni ni saa 10, ni saa 2 usiku. Yaani sio kuingia kutoka. Ila saa 12 watu waingie, wafanye biashara saa 2 watu wote watoke, basi wale watu wa ulinzi baki na shughuli. Lakini uliagiza kwamba uangalie utaratibu wa ile mizigo kuwa inaingia masaa yote. Kwa sasa hivi utaratibu wa mizigo unaingia masaa yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kikubwa tu hapa mimi kwa taarifa yangu ya soko ni hii, lakini kitu kikubwa ambacho mimi nasisitiza bado watu ni wengi, eneo ni dogo. Kwa hiyo hata ukarabati unaokuja ni kuombe tu ufanyike kisasa, kwa maana kwamba tuna eneo juu, yani tuna eneo juu angani, hatuna eneo la kupanuka. Kwa hata kama ukarabati ufanyika kukwenda juu, kama ni kujenga magorofa, kama kujenga nini, mwisho wa siku hao watu wote wafanye tuweze kuaccommodate. Kwa sababu wana haki ya kufanya biashara. Sasa wakati mwingine tunapambana, mtu anakuambia bwana mimi nataka kuweka biashara hapa, eneo haliruhusiwi. Baada ya kaimu meneja wa soko la samaki Magogoni Feri Bwana Edson Kizanye kutoa taarifa ya utekelezaji wa maagizo ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina juu ya ukarabati wa soko hilo, Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia uvuvi Dr. Rashid Tamatama akasoma taarifa juu ya uboreshaji wa miundombinu ya soko, ukiwemo ujenzi wa jengo la vyoo ili kuboresha mazingira ya soko hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekusanyika mahala hapa leo asubuhi hii kushuhudia utekelezaji wa moja ya ahadi ulioitoa wakati ulipotembelea soko la Feri mwezi Septemba mwaka 2018. Agizo hilo linaendana na utekelezaji wa moja wa maeneo ya vipaumbele vya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, hasa kwenye sekta yetu ya uvuvi, ambayo inajumuisha uboreshaji wa miundombinu ya uvuvi na biashara kwenye masoko na mialo. Mheshimiwa Waziri, miongoni mwa mapungufu uliyoyabaini wakati ulipotembelea soko hili na baadaye kupitia kwa kamati ambayo uliiunda ni uchakavu wa miundombinu ya soko inayojumuisha majengo, lakini pia upungufu wa meza na vizimba vya kufanyia biashara. Pia ulibaini upungufu wa vyoo, kujaa kwa mchanga upande wa baharini unakosababisha vyombo vya uvuvi kutofika maeneo ya soko. Sasa utatuzi wa changamoto na mapungufu haya unahitaji mipango ya muda mfupi, lakini vile mipango ya muda wa kati. Mipango yote hii uliahidi kuitekeleza. Wakati tukijipanga kufanya ukarabati mkubwa wa soko la Feri utakaogharimu takriban shilingi zaidi ya bilioni 1.7, ulituagiza watendaji wako wizarani tuanze na ujenzi wa choo. Na mara baada ya kupokea agizo hilo, wizara kupitia fungu la sekta ya uvuvi tulianza kutenga fedha kwa awamu tofauti zilizofanikisha ujenzi wa choo utakachokizindua muda mfupi ujao. Mheshimiwa Waziri, ujenzi wa jengo la choo hiki cha kisasa
umekamilika kwa 100%, ambapo kina jumla ya matundu ya vyoo 12, matundu 8 kwa wanaume na matundu 4 kwa vyoo vya wanawake. Lakini pia ina mabafu 8, wanaume 6 na mabafu 2 kwa ajili ya wanawake. Ina sinki 10 za haja ndogo za wanaume, sinki 8 za kunawia mikono, na ofisi 2 za kukusanyia ushuru na store 1. Hii inakifanya choo hiki kuwa na uwezo wa kuhudumia watu 40 kwa wakati mmoja. Kwa ujumla wake jengo lina urefu wa mita 16 na upana wa mita 9 na kuwa na mita za mraba 144. Pia mifumo ya umeme, maji safi na maji taka. Hadi kukamilika kwa ujenzi wa jengo la choo hiki cha kisasa, jumla ya shilingi milioni 163,309,108 tu zimetumika. Ujenzi wa choo hiki utasaidia kulinda usalama na ubora wa mazao ya uvuvi sokoni hapa, na hivyo kulinda afya za walaji. Hivyo ni matumaini ya wizara kuwa halmashauri ya manispaa ya Ilala itailinda na kuitunza miundombinu hii kwa mujibu wa taratibu na kanuni za utunzaji wa majengo kwa matumizi ya umma. Taarifa ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia uvuvi Dr. Rashid Tamatama ikatoa nafasi kwa mgeni rasmi Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina kutoa maelezo mbalimbali juu ya uboreshaji wa sekta ya uvuvi unaofanywa na wizara yake, akianza kwa kuwakumbusha wavuvi waliopo nchini kufuata sheria na kutovuka mipaka kwenda kuvua nchi za jirani, pamoja na kutoa maagizo mbalimbali kwa halmashauri na wadau wa uvuvi katika kukuza sekta ya uvuvi nchini. Kama Tanzania tumeshaweka mipango mizuri ya kusimamia haya mambo. Watu wote watakaokamatwa kwenye maji yetu wakifanya uhalifu, aidha wa kutoka ndani ya nchi au wa kutoka nchi jirani, watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Na nyinyi ambao sasa mnaowaongoza kwa maana ya kutoka Tanzania, mjiepushe kuingia kwenye mikono ya sheria, aidha ya sheria za nchi jirani au za ndani ya nchi. Na wale tutakapowakamata, kwa sababu doria tulizoziweka kwa sasa hivi ni doria za hatari kule kwenye kando ya maji yetu. Kwa hiyo wananchi wasiingie huko, na wala hata wale wa nchi jirani ambao wanajaribu kufanya hayo mambo waache, maana yatakayowakuta yatakuwa makubwa. Kwanza tunapongeza hizi hatua ambazo zimechukuliwa na manispaa ya Ilala. Kwanza kuhakikisha kwamba tunarejea kwenye gharama ya ushuru ya kulipa 3% badala ya 5%, ambapo maeneo mbalimbali walianza kutoza. Tuwapongeze kwamba sasa mnatoza 3% kama agizo la serikali. Na hivyo mmepunguza sana na mmeleta unafuu sana kwa wananchi ambao walikuwa wakihangaika sana kwa tozo kubwa. Mtu anahangaika huko na uvuvi wake, anafika hapa fedha yote inatumika kulipa ushuru. Ilikuwa ni kitu kibaya sana. La pili, leseni kwa kila maji. Mliniambia ni kweli, na mimi nakubaliana na nyinyi, ni mkutano wa hapa. Mliponiambia kwamba tunatoza ushuru kila kona, kila ukigeuka kwenda pale Bagamoyo pale, tayari umeingia halmashauri nyingine. Ukienda hapa kidogo Mafia, tayari. Ukienda Mkulanga, tayari. Ukienda Kilwa kule, tayari. Kwa hiyo leseni zilikuwa nyingi sana, na wengi walikamatwa na kutozwa faini kwa kukosa leseni, kwa sababu haiwezekani ukakata leseni hizo. Lakini ukiwa majini huwezi kuona mipaka ya halmashauri na halmashauri, haijawekwa hiyo mipaka. Kwa hiyo matokeo yake mkajikuta mko kwenye lindi hilo la usumbufu mkubwa. Mkaniomba nitengeneze leseni moja kwa kila maji. Mimi na wizara yangu tukakubaliana, tukaenda kutengeneza kwa GN namba 383, tukatoka na leseni moja katika maji. Kwa hiyo leo hii ukikata leseni la kuvua katika halmashauri ya Ilala utaandikiwa leseni la kuvua bahari ya Hindi. Kwa hiyo utazuiwa tu kwenye mipaka ile Tanzania inapoishia. Lakini eneo jingine wewe vua, anzia Tanga nenda mpaka Mtwara, unavua tu, hakuna leseni ulilolipa ni moja.
Kwa hiyo serikali ilikubaliana na hilo na ikaamua kutekeleza maombi ya wananchi wake. Serikali sikivu ya Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Lakini wengine mkaomba milimita 8, mkasema haiwezi tena kuvua dagaa wa bahari ya Hindi. Mnataka iwe milimita 10, haiwezi kuvua. Mnataka milimita 8. Na yenyewe tukarekebisha sheria, tukakubaliana milimita 8 ivue badala ya milimita 10. Na leo mnavua dagaa na sijasikia malalamiko kwa kutumia nyavu za milimita 8. Mpaka sasa hivi bado kuna halmashauri ambazo zinatoza 5%. Tulishawapa onyo, tulishawapa taarifa. Na leo tena narudia. Halmashauri zote zinatakiwa zitoze ushuru wa 3% tu. 3% tu. Tulishawaandikia wote barua. Katibu mkuu wa uvuvi, mkurugenzi wa uvuvi, hakikisheni kwamba halmashauri yoyote ambayo haijaandikiwa barua ya kutoza 3% ya ushuru iwe imeandikiwa barua. Lakini ifikapo tarehe 1 mwezi wa 2, halmashauri yoyote ile itakayokuwa inatoza 5% ya ushuru ifungiwe kukusanya mapato yoyote yale yatokanayo na shughuli za uvuvi. Tarehe 1 mwezi wa 2. Hizo barua mziandike kabisa na mzisaini. Tarehe 1 mwezi wa 2 iwe mwisho wa wao kuendelea kufanya biashara. Kwa hiyo wananchi katika maeneo hayo hawatakuwa na hiyo 3%, hawatatozwa tena chochote. Na zuio hilo litafanyika na hiyo ni kwa mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 kifungu cha 8.4. Shughuli zote za halmashauri zote ambazo zinaendesha kwa kukiuka agizo la serikali la kutoza ushuru wa 3%, wao wanatoza 5% au zaidi ya 3%, wote tunawafungia shughuli za kuendelea kukusanya mapato ya serikali. Kwa hiyo muandae barua, tarehe 1 ni mwisho ya wao kukusanya mapato ya serikali. Sasa hatua zingine za kinidhamu za kukiuka maagizo ya serikali tutawapelekea waziri mwenye dhamana, nao atashughulika nao. La pili ni kwamba ukarabati wa mialo na masoko mengi, hata yale ambayo yana isbati ya kitaifa, yamekabidhiwa kwa halmashauri, yamekabidhiwa kwa manispaa. Manispaa nyingi zimekuwa hazitekelezi wajibu wao wa kusimamia masoko hayo. Masoko na mialo haya yamegeuzwa kuwa biashara ya halmashauri husika, yamegeuzwa kuwa chanzo cha mapato cha halmashauri husika, na kuondoa kabisa ile dhana kwamba mialo na masoko ni sehemu ya kuhakikisha kwamba sheria ya uvuvi inasimamiwa kwa viwango vyote vinavyotakiwa, lakini ni eneo la kupatia huduma, ni eneo la kupatia chakula kilicho bora, kilichozalishwa kuanzia kwenye maji safi na ambacho kimezalishwa na kutunzwa kwenye mazingira yaliyo safi. Masoko haya yamekuwa hayatunzwi. Wizara inafanya jitihada ya kujenga masoko, mengine yametelekezwa. Soko lina shida tu ya kupata umeme, kuingiziwa umeme tu imeshindikana. Soko lina shida tu ya kuwekewa cold room, imeshindikana. Soko limeharibika mlango tu, hautengenezwi. Soko halina mifereji ya maji machafu, hautengenezwi. Lakini ushuru hawaachi hata siku moja. Hawana likizo wala hawana Jumapili wala Jumamosi. Hawana likizo, hawana Jumamosi wala Jumapili. Siku zote wanatoza ushuru. Hakuna likizo. Na kwamba jamani leo Jumapili basi tunatoa ofa, leo Ijumaa jamani tunatoa ofa. Hakuna. Lakini ukuti kitu kimetengenezwa. Mapato yanakusanywa kwa mapato. Nilikuja hapa nikakuta hili soko wanakusanya milioni 100. Wanakusanya milioni 100 kwa mwezi, na zote zinatumika. Watu wanapata hela ya kulipana posho, wanalipana hela mpaka ya kulipa mafao ya wajumbe wa bodi. Lakini fedha ya kukarabati hata choo ambacho kinatumika na wananchi wanaotoa huduma pale, fedha hizo hazipo. Fedha za kujenga vyoo,
kwa ajili ya matumizi ya wananchi walioko hapo haziko hizo fedha. Milioni 100 inatumika kwa siku, kwa mwezi. Nikasema hapana, hizi fedha lazima zitumike. Sijakagua vizuri mambo yao, lakini walau nasema wametoka kwenye milioni 100 wamekuja kwenye milioni 75. Japo nayo hii bado ni kubwa, inastahili kupunguzwa tena ili tuweze kusave fedha nyingi kwa ajili ya kuendeleza miundombinu hapa. Soko la hapa la Feri kwa makusanyo ya fedha inayopata lingekuwa na usimamizi makini, lingekuwa na watu wenye dhamira ya kweli ya kuhakikisha kwamba hili soko liwe soko bora linalotoa huduma safi kwa wananchi, mapato yake yalikuwa yanatosha sana kuliendeleza. Sasa nimeenda Kilwa, soko limejengwa leo miaka 6 kwa jumla ya shilingi milioni 260, jumla ya shilingi milioni 256, miaka 6 iliyoisha. Mpaka leo soko halitumiki, limetelekezwa. Matokeo yake wametafuta mtu mwingine pembeni, wameweka soko lao, wanatoza ushuru pale. Soko limetelekezwa. Ukienda unaenda kwenye mialo, wavuvi wanatoka kuvua, wanaporudi kuvua hata vyoo vya kujisaidia hakuna. Lakini wanaomba ushuru. Mnaomba ushuru wa nini? Ushuru maana yake unachukua ushuru ili utoe huduma. Unachukuaje ushuru halafu huduma utoi? Mialo mingi, masoko mengi, hata vyoo. Acha ukarabati huu wa mara kwa mara, lakini ushuru watu wanagaragazwa hapa hapo kwenye mchanga, wanatozwa ushuru. Hata ile kibanda tu kama hiki hapa, walau wavuvi wangu wakitoka kuvua waje wapumzike hapa kwenye kivuli, hakuna. Juani wanalipishwa ushuru juani. Sasa hizo dharau za namna hiyo zimeendelea sana kwa kiwango kikubwa. Ninajua yawezekana zipo loophole kisheria wanazozitumia, wanazipata hizo loophole. Lakini kwa mamlaka nilio nao katika kifungu hicho cha 8.4, nao mamlaka ya kuyatoa masoko yote kuyarejesha wizarani na kaendeshwa na wizara. Na tutaendelea soko moja baada ya jingine. Tutaendelea kufanya hivyo soko moja baada ya jingine, kwa sababu hatuwezi kukubali mzaa huo. Hatuwezi kuendelea kukubali mchezo huo. Katika kuelekea mwisho, niseme ya kwamba halmashauri ya manispaa ya Ilala na meneja, nimesikitika sana swala la jokofu haijatengenezwa mpaka leo, mwaka mmoja baadaye. Huu ndio mzaha ninaosema ulishapitiliza. Yaani mnakuwa na mzaha tu, kila mtu anafanya mzaha. Jokofu hili litengenezwe. Mwisho tarehe 1 mwezi wa 2 yafanye kazi majokofu yote ya Feri. Ifikapo tarehe 1 mwezi wa 2 wananchi hao wapate huduma. Ifikapo tarehe 1 mwezi wa 2 wananchi hao wapate huduma. Lingine ni kwamba niliahidi kwamba tutafanya ukarabati mkubwa wa soko la Feri. Tutafanya ukarabati mkubwa wa miundombinu yote katika maeneo yote mlioyaainisha. Na meneja amekiri hapa, amekuwa akipokea tume. Nilipoondoka tu mwaka jana, tume zikapangwa kuja hapa kufanya, mtu wa kufanya consultants ameshafanya, kutuelekeza upembuzi yakinifu umekamilika kila kitu, na wizara yangu sasa inatangaza kumpata mjenzi wa kuja kulisuka hili soko letu la kisasa kuwa la kisasa kweli kweli. Tunataka watu wakija waje waone kweli hili ni soko la kisasa, soko la kimataifa la Feri. Na fedha hizo tayari tumeshazitenga na zipo tayari, hata kama atamaliza leo mjenzi analipa siku hiyo hiyo. Baada ya taarifa ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina iliyolenga kukumbusha na kutoa maagizo juu ya utekelezaji wa mambo mbalimbali kukuza sekta ya uvuvi nchini, ukawadia wasaa ambapo Waziri Mpina alikagua jengo la vyoo lililojengwa na wizara yake katika soko la samaki la Magongoni Feri jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa uboreshaji wa miundombinu ya soko hilo, ambapo wizara imetenga takriban shilingi bilioni 1.7 pamoja na kushuhudia utiaji saini wa makabidhiano ya jengo hilo kwa uongozi wa halmashauri ya manispaa Ilala ili kuanza kutumika rasmi.
Hadi hapo tunafika mwisho makala haya yanayoandaliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ambapo kwa siku ya leo umefahamishwa yaliyojiri katika ziara ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Luhaga Mpina alipofanya ziara katika soko la samaki Magogoni Ferry jijini Dar es Salaam na kuzindua jengo la vyoo pamoja na uzinduzi wa mpango rasmi wa uboreshaji wa miundombinu ya soko hilo. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa makala haya, mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Uvuvi bora kwa maendeleo. Ayelele mama, ayelele, ayelele, ayoyoyo, ayelele mama, rasilimali za mifugo, kuhakikisha kuwa rasilimali za mifugo na uvuvi zinaendelezwa na kukuzwa katika mazingira endelevu kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi na maendeleo, kuboresha maisha ya mwananchi na nchi. Mifugo ikikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa. Rasilimali zetu, uvuvi ukikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa. Pongezi kwa wizara. Mifugo ikikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa. Tulinde rasilimali zetu, uvuvi ukikua, uchumi unakuwa, Tanzania inakuwa.